Mafunzo ambayo yanafunguliwa leo ni mafunzo ambayo yameandaliwa na shirika la usafiri wa anga duniani au ICAO, na hii ni senta mojawapo ya ICAO ambayo imechaguliwa kati ya senta zingine kama 29 nchini Afrika, nchi za Afrika. Ziko zingine duniani kote, lakini kwa Afrika ziko 9 tu. Kwa hiyo hii ni mojawapo. Kwa hiyo ni kozi ambayo inajumuisha wanafunzi kutoka nchi 13. Na Tanzania tuna wanafunzi wawili, kwa hiyo jumla inafanya nchi 14. Kinachofanyika hapa ni kwamba ICAO inajaribu kutengeneza wakufunzi au instructors. Instructors ambao wanatengenezwa hapa huwa ni instructors ambao wanakuja kufundisha kozi ambazo zimeandaliwa na ICAO sehemu yoyote duniani, ikiwepo senta hii ya Dar es Salaam ambayo inasimamiwa na mamlaka ya usafiri wa anga, kati ya hizo senta zingine zilizoko Afrika na kwingine duniani. Kwa hiyo kama watafauli, ni kozi ambayo kuna kupasi na kufeli. Ndio maana kwenye ufunguzi wangu niliwaambia wanafunzi, kwa experience yangu ni kozi ngumu, kwa hiyo wafocus kwenye mafunzo. Hii kozi mimi niliifanya 2010, ilifanyikia pale Nairobi, na sasa hivi inafanyika hapa Dar es Salaam. Ni fursa yao kwa ICAO. Kwa ICAO ni fursa kwa sababu wanaongeza idadi ya walimu ambao wanafundisha kozi mbalimbali za security, aviation security, ambao wanafanya kazi maeneo mbalimbali viwanjani. Kwa hiyo wanaongeza idadi ya instructors wao, na wanaongeza pale ambapo idadi inaonekana inapungua, either kwa wengine kuacha kazi au kuhamia maeneo mengine ya ajira au kustaafu. Kwa hiyo wanaongeza idadi, na ICAO yenyewe haina walimu wengi. Inapotokea sasa wanahitaji walimu, wanachukua kwenye nchi wanachama, na sisi ni nchi wanachama, wanatuandikia kutuomba instructors. Instructors atakayetoka hapa akifaulu mtihani ifikapo mwisho wa wiki hii, atakuwa anaitwa sasa na ICAO au shirika la usafiri wa anga duniani ICAO kufundisha kozi kwenye senta zao mbalimbali duniani. Kwa hiyo ni kozi ambayo ni muhimu, kwanza kwa sababu inaongeza idadi ya wakufunzi duniani. Lakini sasa unaona kwamba hii kwa namna sio tunavyoendesha mafunzo, tunaendesha wanafunzi kutoka sehemu mbalimbali duniani. Hii ni kozi ambayo ICAO wameileta ili ifanyikie Tanzania. Wanafunzi wanatoka sehemu mbalimbali duniani. Akimaliza hapa, anaenda huyo atakaye graduate, akapata cheti, akafaulu, anakuwa ni mwalimu wa shirika la usafiri wa anga duniani ICAO kufundisha kozi za namna hiyo, ambapo kozi za usalama wa usafiri wa anga. Kwa hiyo anayemaliza hapa sio kama atafundisha Tanzania au kwenye nchi yake peke yake, atafundisha mahali popote duniani. Duniani wako wachache sana hao walimu. Kwa hiyo hawa wanafunzwa, wanaandaliwa ili kuhakikisha kwamba wanaenda kufundisha watu kwenye sekta ya usafiri wa anga, kuhusu mambo ya usalama wa usafiri wa anga. Ndio lengo la kozi hii. Sasa imeletwa hapa kwa sababu CTC ni mwanachama wa ICAO, hawezi kupeleka mahali pengine hii kozi, lazima ije kwetu. Na hii imekuja kwetu kwa sababu ya namna tunavyoendelea kutoa mafunzo yenye hadhi na ya hali ya juu, yenye ubora unaotambulika. Kama nilivyoeleza, ni mwaka huu mwezi wa pili tarehe 11 tumetunukiwa tuzo ya kwamba tumekuwa na ile outstanding performance kwa kuendesha mafunzo ya usalama wa anga katika kanda ya Afrika Mashariki na kusini mwa bara la Afrika. Na tuzo hiyo tulipata vio 4 tu duniani. Cha kwanza ni CTC Dar es Salaam, cha pili kinatoka Mexico, cha pili kinatoka India, na cha 4 kinatoka United Arab Emirates. Vio 4 tu duniani ndio vimepewa hiyo. Sasa katika Afrika ni sisi pekee yetu tulikuwa tuzo hiyo. Tumekuwa apply kabisa. Outstanding performance in conducting aviation security courses. Sasa katika Afrika viko 9 vio vya namna hiyo, lakini sisi tumepewa pekee yetu. Tulivuka yale malengo ya ICAO, ilikuwa ukifikia kiendesha kozi kiasi hiki kwa idadi ya watu hawa ndio wanakurecognize. Kwa hiyo sisi tulivuka kwa mwaka 2024. Umuhimu sasa wa kozi hii pamoja na hizi tuzo zote kwa nchi yetu ina maana gani? Umuhimu wa kozi hii na hizo tuzo maana yake ni tunaendelea kujenga wataalamu wetu wa sekta ya usafiri wa anga kwa Tanzania.
kwamba mafunzo haya tunaenda kuifanya anga letu, nchi yetu kuwa salama, tunazidi kuaminika, kwa sababu katika nchi cha kwanza watu wanataka kujua, je, wakija kwenye sekta ya usafiri wa anga kwa wataalamu wanaohudumia kule viwanjani, wanaohudumia kwenye ndege, je, tukienda pale ni salama? Hizo ndege ziko salama?